unavaa vitambaa, wamekusifu, umejisifu, umejiona ni mtakatifu sana. Basi jambo la kujua ni kwamba ukimwona mtakatifu pure, ukimwona mtakatifu kabisa, na wewe utasema huyu ni mtakatifu. Huyu sio mtakatifu kama dini yetu, lakini ana akili, ni binadamu, anafaa kuwa karibu naye. Hebu tujue kuna nini kimeendelea? Wanasema kwamba imewachanganya, haiwezi kama ni mtu mmoja mmoja iliyo na uwezo ina nani kwa jumla, eneo kwa ujumla. Sasa position inachanganya kwamba alitoka hapa tena inaonesha hapo chini hapo. Sasa bado hatujajua. Ngaya tu maiki. Wakasema kwamba haitawezekana kwa sababu timu tulionayo ina uwezo mdogo. Kwa hiyo haiwezi kuonyesha kwa mmoja ila imepoint tu huyo mtu yuko hapa. Ilionyesha alipotokea asubuhi ambapo na lenyewe wanasema limewachanganya. Kwa hiyo inasoma sasa hivi mpaka sasa hivi kwamba yuko hapa. Kwa hiyo sasa na mimi nikamwambia kwamba sasa kwa muda huu haitawezekana kama inasoma kwa ujumla. Haitawezekana. Kwa hiyo nadhani ni mpaka basi msubiri huyo mtu aweze kumove tena. Aondoke, tutawanyike baadaye. Tutakapotawanyika basi mnaweza mkadili na huyo mtu kwa baadaye. Au mkiona inasoma hapa ndio tutajua huyo mtu anaishi hapa. Hapo ndo nimemwambia kwamba wachukue namba mtu mmoja ambaye atawasiliana naye. Kama itakuwa inasoma hapa watatuambia kwamba bado inasoma hapa. Lakini kama itakuwa ibada itakapoisha, watu watakapotawanyika, hapo ndo kama haiwezi kuonyesha kwa mmoja mmoja. Kwa hiyo wamesema wataenda alafu watatafuta njia nyingine. Wewe kuna taarifa yote ulio nayo nyingine? Taarifa ndio hii. Lakini sasa hata iweje, yani hata aje muda wowote, hapa ni nuru. Yani wajue tu chochote watakachofanya watafanya on camera. Na mwingine anasema kwamba sasa tutakuwa ni kama tunamwharibia mtu. Ukisema tufanye hicho unachotaka, tutakuwa tunamwharibia mtu. Ukasema hapana, huyo mtu atakuwa amejiharibia mwenyewe kwa kuiba. Sisi hapa tufundishani uwizi, atufundishani kuiba. Alafu kwa matangazo ambayo yametolewa, huyo mtu angeinua simu yake juu basi tungejua ni bahati mbaya. Lakini kama ameiba basi hakuna kitu ambacho cha kusema baba mkifanya mtakuwa mnamdhalilisha. Simko hewani. Hiyo wewe katu alafu utakakata kwa kipande. Hatuna tukio la kusema sijui mtakuwa mnamwharibia, amejaribia mwenyewe. Tumetangaza hajainuka, tumetangaza tena hajainuka. Kwa hiyo hakuna tukio la kusema labda tutakuwa tumemwaibisha. Kwa kama nyie labda mtakuwa mna uwezo, inaonyesha kwamba mtu huyu hapa, basi mimi na si tu tuendelee. Lakini nadhani kwa sababu anasema kwamba nimevaa jezi, nataki kusema kama umevaa jezi badilisha nini t-shirt. Kama mtaki nembo yenu ionekane, aingie mwenye t-shirt ambayo haina nembo. Lakini bado akasema simu zetu zina uwezo mdogo, haziwezi kusoma hivyo. Kwa hiyo mwambie waende, watakaporudi au kama watakuwa wanasoma huyo mtu atakapomufu atadili naye huko. Au kama itaendelea kusoma hapa tutawasiliana, tutajua nini cha kufanya. Kwa hiyo kuna aliyekuja alivaa jezi. Kwa asilimia kubwa walivaa t-shirt za JKT. Walikuwa ngapi? Zaidi ya 8. Niko hewani hapa, yani unasema ambacho uliowaona, fuata haya, uliowaona hapo walivaa jezi za JKT. Walikuwa ngapi? Walikuwa 7 8. Walikuwa zaidi ya 6 7 8 huko juu.
Wote wamevaa t-shirt? Sio wote. Wachache. Wengine nguo za kawaida. Kama wachache walivaa tofauti, lakini wengine ni zile ile unakuta amegeuzia nje ndani ili nembo ile si. Kwa hiyo wengine wamevaa kama t-shirt za JKT. Ni sio kama ni zenyewe ila wamegeuzia nje ndani. Wamegeuzia nje ndani. Lakini kama watatu hivi nadhani ndio ambao hawakuvaa jezi. Okay? Kwa ajili ya mlioko hapa, tutachukua sehemu kidogo ya hii ripoti wanayotoa hawa watu wa Mungu na haya anayotoa, ili uelewe. Tutoe kwa ufupi ili tujulishe jamii kwamba waliodhaniwa ni JKT waenda kanisani kwa Mbarikiwa katikati ya ibada kwenda kutafuta simu wanayosema GPS inaonyesha iko pale. Simu yenyewe wamesema ni Itel A70. Sasa ni kwamba walipofika wakasema simu inaonekana iko hapa. Tukawapa utaratibu kwamba tunatangaza kama yupo aliyeiba ama aliyeokota waliyenunua simu ya aina hiyo. Jambo kubwa ambalo lijulikane, okay, asante. Kubwa ambalo lijulikane ni kwamba hapa kila kinachofanyika hapa ni nuru. Lakini kwa mtu yeyote utakayefuatilia hiki, naomba ufahamu kwamba picha za watu, kwa sababu hapa ni nuru, hata kama hawajaingia hapa, ila picha zao tunazo. Kwa sababu hapa ni nuru, tuwajulishe tu kwamba huko nje kuna kamera. Kwa hiyo picha zao hatuta ziweka wazi, na tunawaahidi tutawapa ushirikiano sana wa kuendelea kutafuta hiyo simu ilipo, na tunawakaribisha tena na tena waje waitafute, kwa sababu kwa usiyejua ni kwamba tumewaruhusu baada ya kutangaza kumwambia mtu hapa kwamba kama umeokota, umenunua, ionyeshe. Baada ya mtu huyo kutokuonekana, tumelazimika kuwaita kwamba mwenye simu, ingia ndani, ingia uonyeshe kwamba GPS inasoma, inaonyesha ni huyu. Hii na sisi tujaribu kumfananisha kama anafanana na wizi, kwa sababu na sisi kuna mtu tunamuhitaji. Huyo mtu hata kama ikitokea ni Itel tu kweli, lakini tunaweza na sisi tukaanzia hapo hapo. Na sisi kuna tunayemtafuta hapa, tunajua yupo. Kwa hiyo kama kuna GPS inasoma mtu huyo yuko hapa, na tumetangaza, sababu sisi ni nuru. Tukitangaza mara moja, unatakiwa utokee haraka. Kama haujatokea, vyombo vingine vikakumulika, ukajulikana ni wewe, sisi hatuhangaiki na hiyo Itel tu. Sisi tutahangaika na wewe, tutakuuliza mengi na tutakufananisha na mengi, na inawezekana utatupa ushirikiano huo sasa kwa lazima. Kwa hao vijana
kama ni wa JKT tunawakaribisha, lakini tunawaruhusu waende hata polisi watoe taarifa rasmi, ili ikiwezekana kama ni ukaguzi wa kipolisi unaopata taratibu na sheria, basi ufanyike, kwa sababu na sisi huyo mtu sio aliyeiba. Inawezekana ameokota, inawezekana ameuziwa, lakini kwenye kanisa hili tu tukisema uliyefanya hiki ukajificha, hata sisi mtu huyo tunamtafuta. Kwa sababu hapa ndio ubalozi wa nuru na mwanga wa Mungu duniani. Tunatokea hapa kwenda kuimulika dunia, kuionyesha dunia unavyoweza kuishi bila kuharibu cha mtu, unavyoweza kuishi bila kuumiza mtu. Sasa kutokea hapa anapokuwepo mtu kwa aina hiyo, hata kwa msitio kama huyo, hata sisi tunamtafuta. Lakini kama sivyo, hao vijana kuna namna nyingine tofauti na simu. Yaani kuna namna nyingine tofauti na simu. Nataka wajue tulitoka kwa Mungu. Tunakusanyika hapa kwa ajili ya kuifanya jamii iwe na namna zisizo za kuharibu, zisizo za kumuumiza mwingine, kuiba chochote, kuua ama, yani tuko hapa kwa kusudi lisilo na hila hata kidogo. Ni kusudi ambalo hatukupokea hii kibali kwamba lazima sasa wewe ujisikie sisi tujadiliane kuwa wema. Hatukupokea kibali hicho kwa mwanadamu. Hatutazamii mwanadamu ndiye ajisikie sisi tukatazane mabaya, sisi tuhamasishane mema, sisi tusukumane kupinga mabaya. Hatukupokea kibali hicho kwa mwanadamu. Hicho kibali tumekipokea kwa aliye asili na mwanzo wa mwanadamu kuwepo, ambayo tunajua kwake tutarejea na hesabu tutairudisha. Yeye alijua watakuwepo binadamu watakaofanya kila namna wazuie jamii inayoweza kutenda mema, lakini na yeye alisema msiwaogope wauao mwili ambao hawana cha kuifanya roho. Aliposema mambo mawili kwenye maeneo mawili, akasema usiache. Alijua kuna vya kukufanya uache. Moja, alisema msiache kukusanyika. Alijua kuna kuna kauli, kuna amri, kuna viumbe wanaweza wakainuka wakafika mara wakasema ni marufuku watu 2, 3, 4 kukusanyika kwenye nyumba yoyote ya mtu yoyote, hasa kama wanajadili mema, hasa kama wanapinga mabaya, hasa kama wanachocheana kutenda mema. Alijua vinaweza vikainuka viumbe ambao na wao wakajiona ni miungu, ambao na wao wanaweza wakajiona kwamba wanaotaka kusema lazima lifuatwe. Lakini muumbaji alisema msiache kukusanyika. Yani hiyo msisubiri hao viumbe watajisemaje, watajionaje kwenye nyumba zenu. Msiache kukusanyika. Kama kuna wanaokusanyika kuvuta bangi, kunywa pombe, wanazini, wanacheza drafti, wanaangalia mpira, wanaangalia filamu, basi kwenye nyumba zenu mzee wa siku alitangulia akasema msiache kukusanyika. Hilo jambo la kwanza.
Jambo la pili aisema piga kelele wala usiache. Waambie watu wangu makosa yao. Manake kuna watakao sema acheni kupiga kelele kusema makosa kwenye jamii. Aliyeumba dunia alisema msiache. Mtume Petro aliwahi kuja akasema, sasa tumsikilize nani? Tumheshimu nani? Tumuogope nani kati ya nyie na aliyewaumba nyie? Petro aliwahi kujibu akasema, hukumuni ninyi wenyewe. Sisi hatuwezi kuacha kuyasema yale ambayo tumeyahakiki, tumeyasikia, tumeyaona. Kama tumeona Yesu mmemuua, mulisema damu yake iwe juu yetu, hatuwezi kuacha kusema Yesu aliuawa. Hatuwezi kuacha kusema aliuawa. Hata sema walimletea biskuti ikamfanya awe kichaa. Hatuwezi kusema Yesu alitoroka akapotea. Hatutaacha kusema tulioyaona. Kwa hiyo natoa tu picha ya kwamba kama kuna namna nyingine, au vijana kwanza wawe na uhakika sisi tupo. Sisi tupo. Yaani wala hahitaji uchunguzi. Mimi simu yangu sizimagi ili usitrack. Sizimagi hadi location. Sizimagi ukinipigia wakati wowote, ukiniuliza uko wapi nitakwambia niko hapa. Kwa hiyo wajue kama wanajua jambo lingine lolote, tukikutana na lingine lolote lenye kutatanisha, picha zao tunazo. Tunaweza tukaanzia na hao, kwa nini hawakutoa ripoti polisi kuitafuta Aitel, wakaja hapa alafu wakashindwa kutimiza waliotaka kutimiza. Mungu wetu asifiwe. Mengineyo tunaweka tu kwenye kapu, lakini nataka nikujulishe imani ni hivi. Imani ni mashaka hivi. Yaani ni hivi. Mwambie jirani yako imani ni hivi. Imani ni mashaka hivi. Imani ni mashaka hivi. Imani ni kukaa kama hivi. Imani ni kukaa kama hivi. Alafu mnaangalia mlangoni. Imani ni kama hivi yani. Kama hivi. Ndio maana ukisoma mahali pengine unasema wanafunzi wakawa wamefunga mlango kwa hofu ya Wayahudi. Soma kale kaeneo kale. Wanafunzi wakawa wamefunga mlango kwa hofu ya Wayahudi. Kwa hofu ya Wayahudi. Wanakwenda kigiza. Imani ni hivi. Hili kanisa mpaka mwaka gani? Ni hivi. Imani ni hivi. Pande zote twadhikika. Twaona shaka. Nje vita, ndani hofu. Imani ni hivi. Na kwenye eneo kama hili ndio unakuwaga mtakatifu. Kwenye eneo kama hii ndio unaona